Naam, ahlan wa sahlan wa marhaban biki mtazamaji wa Star TV, ni matumaini yangu buheri wa afya. Lakini kama afya yako imeyumba, Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema akupe ahueni na kusalimu na kukaribisha katika taarifa ya habari usiku wa hili. Miongoni mwa habari tuzonazo ni pamoja na shirika la usimamizi na maendeleo EMEDO kwa kushirikiana na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA wafunga ubao wa kidijitali utakaopokea na kuonyesha taarifa za utabiri wa hali ya hewa wa kila siku katika kisiwa cha Zanzibar. Mtazamaji, kwa hayo na mengine mengi na kusihi ungane nami hadi tamati. Unaweza kufuatilia matangazo yetu kwa kupitia YouTube kwa kuandika neno habari Star TV. Jina langu ni Abdullah Othmani, karibu tuwe sote. Na mtazamaji, kama ilivyoada mchezo kwa utunzo, tuanze na habari za kitaifa. Naibu Waziri Mkuu Daktari Doto Biteko amesema serikali inatambua mchango unaotolewa na madhehebu ya dini katika sekta mbalimbali pamoja na kuimarisha amani iliyopo nchini. Taarifa zaidi na Wilson na Elisha. Naibu Waziri Mkuu Dr. Doto Biteko amesema hayo wakati wa maadhimisho ya miaka 25 ya Jumuiya ya Kikristo CCT Taifa ambayo imefanyika katika kanisa la KKKT usharika wa Ebeneza Pasiasi jijini Mwanza. CCT nao mchango mkubwa na serikali inathamini mchango wa CCT katika maendeleo ya taifa kwa ujumla katika nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu, uchumi na malezi ya kiroho pamoja na kudumisha amani nchini. Biteko ambaye pia ni waziri wa nishati amewahakikishia Watanzania kuwa serikali itaendelea kusimamia haki na kuwataka wazidi kuiombea nchi wakati huu nchi inapoelekea katika uchaguzi mkuu Oktoba mwaka huu. Nchi yetu tumeweka taratibu, tumeweka sheria, tunayo katiba. Hivi vyote ni vyombo tu vya kutusaidia tuongozane vizuri. Tukiviheshimu hivyo, tutakuwa na taifa lenye kustahimiliana na kuvumiliana. Mimi ni shahidi na mababa askofu hapa ni mashahidi. Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ni mtu ambaye amefanya kazi kwa karibu sana na viongozi wa dini. Naye makamu wa kwanza mwenyekiti wa Jumuiya ya Kikristo CCT Taifa, Askofu Stanley Hotei wa kanisa la Anglikani kutoka Arusha, akihubiri katika maadhimisho hayo, amesisitiza umuhimu wa uwepo wa haki na amani. Tusimame tuiombee Tanzania. Tuombe amani. Tuombe damu ya mtu isimwagike nchi hii. Ardhi isinywe damu ya watu. Damu ya mtu ikilia, Mungu anasikia. Damu ikilia, Mungu anasikia. Awala kitoa salamu za mkoa wa Mwanza, mkuu wa mkoa huo Saidi Mtanda amesema ni wajibu wanaoongozwa kuzitii mamlaka. Mamlaka zote zinatoka kwa Mungu. Zikiwa mzuri, zikiwa hazipendezi, lakini zinawekwa kwa sababu fulani. Kwa hiyo wito wangu, tuendelee kuitii mamlaka, na sisi wenye mamlaka pia tumekumbushwa kupitia nyimbo kutenda haki ili taifa liweze kuinuliwa na tuweze kuishi kwa amani. Kwa hiyo na sisi tunasikia kauli yenu. Mchungaji Samuel Masanja wa Mennonite jimbo la Mwanza Kirumba na mwenyekiti wa idara ya wanawake CCT mkoa huo Aisha Moshi wameelezea maadhimisho hayo kuwa yamewaweka pamoja. Tulioambiwa tukafanyie kazi ili tuone matokeo katika makanisa yetu na katika jamii, hasa tunapokuwa tukiendelea kusubiri kipindi kile cha uchaguzi. Wote nia yetu kubwa ni kuunganika kwa umoja na kuwarudisha watu kwa Kristo. Kilele hicho cha miaka 25 ya CCT kimewashirikisha waumini wa madhehebu 12 ya jumuiya hiyo, viongozi mbalimbali wa chama na serikali. Wilson Elisha, Star TV, Mwanza. Na mamlaka ya udhibiti wa usafiri ardhini nchini LATRA mkoani Mwanza umekuja na mkakati mahsusi wa kuboresha huduma za usafiri na usafirishaji kuwa wa kisasa zaidi kwa kuwashirikisha wadau wa sekta hiyo ili kufikia malengo yaliyokusudiwa. Tupate taarifa zaidi. Hayo yamebainishwa jijini Mwanza na afisa mfawidhi LATRA mkoa wa Mwanza, Maria Chacha, katika kikao kazi kilichowaleta pamoja wadau wa usafiri na usafirishaji. Katika ushirika huu, masharti tuliyowapa kwamba lazima magari yao yafunge kudhibiti mwendo, lakini atumie tiketi mtandao. Ndio tunaanza hivyo. Lakini yanafika magari yote lazima atumie tiketi mtandao. Ni maagizo ya Mheshimiwa Rais.
na tunaenda kwa maono yake na tunaenda kwa vitendo kwamba ikifika 2026 hayo ni maagizo. Huduma za usafiri zinatakiwa zitumie digitali, tiketi mtandao, tutumie VTS, na kwenye vituo vyote vya usafirishaji tutaenda pia kidigitali. Sasa ndo tunaanza hivyo. Mabadiliko sio rahisi watu kuyakubali, lakini yana faida zake. Naye afisa mwandamizi wa shirika la bima la taifa NIC Constancia Komanya pamoja na mkuu wa kikosi cha usalama barabarani wilaya Nyamagana, mrakibu msaidizi wa polisi Mark Masawe, wamesisitiza umuhimu wa kuzingatiwa kwa sheria. Ukija ukipata ajali umekata basi la humu ndani kwamba linafanya kazi humu ndani, ukitoka tu ukaenda Geita ukapatia ajali Geita, kidogo kwenye bima kuna changamoto. Lazima tutakwambia jamani, wewe ulisajili na ulikatia bima kwamba unafanya kazi ndani ya Mwanza, huku Geita ulienda kufanya nini? Kwa hiyo jeshi limeelekeza kupitia afande RPC mkoa wa Mwanza, kupitia kamanda wa kikosi cha usalama barabarani Tanzania, kwamba dereva akitembea na hiyo namba, akitembea na loss report, sisi tumkamate huyo dereva, na zoezi hilo limeshaanza, kwa sababu huyo ndo anayetuletea uchonganishi wa faini ambazo hazilipiki. Kwa upande wao, wadau usafiri na usafirishaji mkoani Mwanza wameonyesha utayari wa kuanzisha ushirika wa usafirishaji. Ile unapokuwa kwenye ushirika, ule wajibu wa wewe kuwajibika kama wewe binafsi unakuwa umeondoka. Unawajibika nini? Ni ushirika wenyewe. Kwa hiyo na hiyo ni sehemu ya nini? Ya faida. Tunachoenda kufanya ni kukusaidia wewe kipindi ambacho una mkwamo kama mmiliki. Ushirika utauletea bili, ushirika utalipa ile bili, alafu wewe utaenda kurejesha polepole kwenye chama cha ushirika. Madereva wetu wanakwenda kupata faida za mishahara na mikataba wanaipata kwa wakati, na hata kazi yetu sisi ya madereva tunaenda kuiona kuwa ni rahisi zaidi, alafu tunaipenda zaidi. Kutoka jijini Mwanza, Respicius Kaiser. Na mtazamaji, tukisalia hapa kanda ya Ziwa, katika kuhakikisha wavuvi na wafanyabiashara wa samaki wanakuwa salama wakati wa shughuli zao ziwani, shirika la usimamizi wa mazingira na maendeleo EMEDO kupitia mradi wake kuzuia kuzama maji Ziwa Victoria kwa kushirikiana na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA wamefunga ubao wa kidijitali katika kisiwa cha Goziba utakaopokea na kuonyesha taarifa za utabiri wa hali ya hewa wa kila siku. Akizungumza mara baada ya kufunga ubao huo wa kidijitali wa hali ya hewa, meneja mradi wa kuzuia kuzama maji Ziwa Victoria Arthur Mgema amesema hiyo ni hatua nyingine ya kuhakikisha watumiaji Ziwa Victoria wanakuwa salama. Tumekuja na ubunifu wa hiki kifaa ambacho tunakiona, tunaita electronic weatherboard, ambapo tulianza na weatherboard za kubadilisha ama kuhuisha kwa mkono baada ya kupokea zile taarifa wale BMU ambao tumeshawafundisha kutoka kwenye jamii na kwenye hiki kisiwa cha Goziba ambacho sasa tupo, huwa wanaenda kubadilisha kulingana na ule utabiri. Akizungumzia makundi ambayo yatanufaika na ubao huo wa kidijitali wa hali ya hewa, Mgema amesema kama watumiaji wote wa ziwa wa kisiwa hicho cha Goziba watatumia kwa ufasaha taarifa hizo, wataokoa uhai wao na rasilimali zao. Sio wavuvi tu, lakini hata watumiaji wengine, kwa mfano wasafiri na wenye vyombo pia watakuwa na fursa ya kuangalia na kuweza kujiridhisha hali ikoje. Kwa upande wao, viongozi wa Beach Management Unit BMU na umoja wa wavuvi wilaya Muleba wamelipongeza shirika la EMEDO na TMA kwa kuwafungia ubao huo wa kidijitali kwa ajili ya utabiri wa hali ya hewa na kuwataka wavuvi kujali usalama wao. Hiki ni kitu muhimu sana na wavuvi wetu watakipenda na kinaonekana kiko vizuri. Watu wamekipokea vizuri sana na tunaahidi sisi kama wadau wenyewe tutakilinda ili kisije kikaharibika katika eneo hili, ili kiendelee kutusaidia kwa muda wote. Sasa ikitokea kwamba kuna mtu amefariki kwa kutokuvaa jacket, basi watu walio kwenye mtumbwi mtahusika kujibu haya maswali, kwa sababu tunaamini kabisa kwamba mtu akivaa life jacket hata akianguka ataokolewa na wenzake. Na watumiaji wa rasilimali zinazotokana na Ziwa Victoria wameshukuru shirika la EMEDO na TMA kwa kuwa ubao huo kidijitali ni rahisi kutumia, tofauti na ubao wa awali ambao ulikuwa na ugumu katika kutumia. Na nilinunua dagaa ya shilingi 1,700,000
lakini kutokana na mvua kuwa nyingi nilijikuta mvua inanyesha mfululizo pasipo kukata ndani ya siku 3, nikawa nimepoteza kiasi cha shilingi milioni 1.5. Ubao huo kidijitali wa utabiri wa hali ya hewa unatumia umeme wa jua, una uwezo wa kupokea taarifa ya utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kwa Ziwa Victoria, kwa saa 24 zijazo katika ukanda Goziba, Kemondo, Kerebe na Bukoba. Mtazamaji, sasa tuachane na sekta ya uvuvi tugeukie katika sekta ya kilimo. Ndege aina ya kariakari amevamia shamba la kuzalisha mbegu za mpunga Kilangali wilayani Kilosa mkoani Morogoro, ikielezwa uhitaji wa haraka kudhibiti ndege hawa ambao tayari wameanza kuleta madhara kwa kushambulia mazao ambayo hayajafikia kuvunwa. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Umar Hussein. Ni baadhi ya makundi ya ndege waharibifu wanaoshambulia mazao hapa kwenye shamba la mbegu bora za mpunga Kilangali, shamba pekee la serikali ambalo kwa mwaka huu pekee lina zaidi ya ekari 1500 zilizopandwa. Kuna takribani wakulima 22 wanaolima kwa mkataba kwenye shamba hilo. Wanasema ni msimu wa 3 sasa kuwepo kwa ndege hao waharibifu. Tayari baadhi wamepata madhara. Kibali cha kuingia hifadhi kupiga ndege imekuwa changamoto. Kwa hiyo tunaomba serikali itusaidie, lakini hali ya wananchi wake sisi tumekuwa tuna hali mbaya sana. Hii wiki ya 3 sasa hivi hapa. Mazao ni makubwa sana. Ina maana sisi ambao wakulima wadogo mashambani huko, mipunga imeisha. Alafu tumechukua mikopo, tuna mwaka wa 3. Mikopo hatujui kwamba tutalipaje. Na nyumba zimeshaandikwa, nyumba inatakiwa ziondoke. Mwaka 2024 nimelima ndani ya hili shamba kiasi cha eka 100, nikiwa na kadiria kwamba naweza kuvuna gunia kuanzia zaidi ya 3000. Lakini nimevuna gunia 770, rekodi ipo ndani ya hasa. Mpunga wote uliokuwa mzuri ndege walikula. Kwa mujibu wa msimamizi wa shamba hilo, inatarajiwa kuzalisha wastani wa tani 1500 za mbegu za mpunga kwenye eneo la hekta 600 zilizolimwa msimu huu. Tayari wamekwisha zitaarifu mamlaka zinazohusika na udhibiti wa ndege hao kuomba msaada. Tunaiomba serikali iingilie kati hili zoezi lifanyike kwa haraka zaidi ili tuweze kuokoa takriban tani 1500 ambazo zipo kwenye hili shamba kwa ajili ya mbegu. Lakini pia si mbegu tu, kama zitafanyika kwa ufanisi zaidi na kwa wakati, manake pia hata mashamba ya wakulima ambao wanatuzunguka kwenye hii wilaya ya Kilosa na wenyewe pia watakuwa na uhakika na usalama wa chakula. Mamlaka ya afya ya mimea na viuatilifu Tanzania wenye jukumu la udhibiti wa ndege hao wamekiri kutambua uwepo wa tatizo. Wanasema tayari walianza zoezi hilo katika wilaya Mvomero. Mpango wa sasa ni kuelekea Kilosa baada ya kukamilisha mchakato wa vibali. Changamoto kubwa ilikuwa ni kwamba lazima tutakapewe tupate vibali, kwa sababu ndege ili iweze kufanya kazi kwenye halmashauri ya wilaya Kilosa ni lazima itumie kiwanja cha Ikumbi. Kwa hiyo taratibu hizo tayari zimeshakamilika na muda mfupi tu ndege zetu zitaelekea katika uwanja wa Ikumbi ili ziweze kutatua tatizo hilo lililowakumba wananchi wa Kilosa. Shamba la mbegu za mpunga Kilangali ndio shamba pekee la kuzalisha mbegu za mpunga hapa nchini. Mategemeo ya msimu huu ni kuzalisha wastani wa tani 1500 za mbegu kwenye eneo la ekari 1500 zilizolimwa msimu huu. Kutoka hapa mkoani Morogoro, Omar Hussein wa Star TV. Mtazamaji, tusonge mbele. Kamati ya kudumu ya Bunge ya Ardhi, Maliasili na Utalii imeshauri serikali kuhakikisha kuwa inatekeleza hatua zote za mpango wa matumizi bora ya ardhi, ikiwemo kutoa hati miliki katika vijiji vyote vilivyopitiwa na mradi huo ili kuwezesha wananchi kunufaika kama ilivyokusudiwa. Ziara ya kamati ya kudumu ya Bunge ya Ardhi, Maliasili na Utalii mkoani Singida imemfikisha katika kijiji cha Msungua wilayani Ikungi kwa ajili ya kukagua utekelezaji wa mpango wa matumizi bora ya ardhi. Hii na kijiji hiki tunatumia tu kama uwakilishi wa vijiji vingine 333. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye kijiji cha Msungua kina ukubwa wa hekta 4855 ambapo kupitia zoezi hili tumetenga matumizi mbalimbali ikiwemo ya kilimo ambapo kuna hekta 889.4, makazi. Pamoja na kuelezea kuridhishwa kwake na mpango huo, ushauri wa kamati hiyo kupitia kwa mwenyekiti wake Timotheo Mzava ni kwa serikali kuhakikisha kuwa mradi huo unatekelezwa kwa hatua zote. Ni ushauri wetu na wito wetu kama kamati kwamba kwa sasa huko tunakoelekea, wizara muamue, tunapoamua kwenda kufanya kazi ya mipango ya matumizi bora ya ardhi, basi tuhakikishe kwamba tunaenda kwenye hatua zote mpaka kwenye hatua ya mwisho ya kutoa hati
ili wananchi wakanufaike na kazi hiyo. Najua jambo hili ni la kibajeti, haliwezi kuanza kesho, lakini mnapaswa kuliwa kwenye mipango na taratibu zenu, ili huko mbele tunakokwenda, tunaposema tunakwenda kufanya kazi ya mipango ya matumizi bora ya ardhi, tuifanye kwenye kiwango chote, kwenye hatua zote. Hata hivyo, ahadi ya naibu waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi Geoffrey Mizengo Pinda ni kwa serikali kuendelea kutekeleza vyema mpango huo kulingana na upatikanaji wa fedha. Ninachoweza kuahidi ni kwamba wizara yetu itaendelea kufanya kazi hizi kwa namna fedha zinavyoweza kupatikana. Nia yetu kama Tanzania, nia yetu kama serikali ya Mama Samia ni kuhakikisha vijiji vyote vinapata huduma hii. Baadhi ya wananchi wanasema kuwa kutekelezwa kwa mradi huo kumesaidia kuondoa kero na migogoro ya miaka mingi. Market tulikuwa na migogoro mikubwa sana baina ya jirani na jirani, lakini baina ya kijiji na kijiji. Maanake wametenga maeneo ya malisho, wametenga maeneo ya kulima, maeneo ya makaburi. Pia tulikuwa tunaomba ili tuweze kupata haki ambazo tunaistahiki. Kama wamama wajane wengi wananyanyasika. Mwezi Machi mwaka huu serikali ilitoa kiasi cha shilingi bilioni 5 kwa ajili ya kuandaa mpango wa matumizi bora ya ardhi katika vijiji 333 nchini, mradi ambao umefikia 67% ya utekelezaji wake. Emmanuel Michael, Star TV, Singida. Na wazazi na wadau wa maendeleo wilayani Tarime mkoani Mara wametakiwa kujitokeza kuchangia chakula shuleni ili kukabiliana na tatizo la wanafunzi kukatisha masomo sababu ya kushinda njaa wakati wa masomo. Kauli hiyo imetolewa na viongozi wa idara ya elimu msingi na serikali katika halmashauri ya wilaya ya Tarime mkoani Mara, huku wakishauri jamii kujitolea kukabiliana na wanafunzi kukosa chakula wawapo darasani. Wito wangu kwa viongozi wote wa kamati za shule, serikali za mitaa, watendaji, wazazi na walimu kuhakikisha kwamba chakula kinapatikana shuleni. Kwa ni lazima wazazi na wao washiriki kutoa sehemu yao. Na hapa wazazi katika wilaya hii wanaunga mkono kauli hizo, huku wakiomba jamii kushirikiana kutoa chakula kwa watoto mashuleni. Na mkuu wa wilaya alitupeleka hei kweli, tukajipanga kwanza. Sasa mimi nikasema naenda halmashauri, naenda kwa wadau mbalimbali kuomba chakula. Tunatambua wazi kwamba serikali yetu inapambana, lakini sisi kama jamii, wadau wa maendeleo, na nimeona hapa watendaji wa mitaa kwa mtaa wetu sisi wa Sabasaba tumepambana kiasi hicho. Kilio hiki kinasikika na mdau wa maendeleo kampuni ya Soya One Limited na kuamua kutoa gunia 21 za mahindi katika shule 4 za msingi Sabasaba, Azimio, Mapinduzi na shule maalum ya watoto walio katika mazingira magumu ya Magufuli. Serikali yetu inafanya kazi kubwa, na hii serikali ndio inasababisha tuko mahali hapa. Kwanza inatupa ulinzi, mali zetu ziko salama. Pia imetutengenezea miundombinu mizuri ya kufanya kazi vizuri bila usumbufu, na sisi kile tunachokipata ni lazima turudishe kwenye jamii. Kampuni ya Kizawa ya Soya One Limited imekuwa na mchango mkubwa kwa jamii inayowazunguka kwa kutoa misaada ya hali na mali katika taasisi za kidini na kijamii zilizopo wilayani Tarime. Sadiki Unga, Star TV, Mara. Mtazamaji, jumuiya ya wasioona Tanzania imesema utolewaji wa elimu na mafunzo ya ununuzi wa umma kwa kundi la watu wenye ulemavu vitawasaidia kushiriki kikamilifu kwenye mchakato wa tenda za serikali, hatua itakayosaidia kuondoa kwenye utegemezi na kuwainua kiuchumi. Kauli hiyo imetolewa jijini Dar es Salaam na mwenyekiti wa jumuiya hiyo Omari Tambo wakati wa hafla ya ugawaji wa vifaa saidizi vya mafunzo kwa watu wasioona iliyoandaliwa na mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA, ambapo amesema mafunzo yaliyopewa yamelenga kuwakumbusha na kuwaelekeza jinsi ya kushiriki kwenye mchakato wa manunuzi ya serikali kupitia mfumo wa kielektroniki wa ununuzi wa umma NeST. Ni wajibu wetu sasa kwenda kutekeleza yale ambayo tumepewa, tuyafanyie kazi, tuanze kunufaika. Mama anaupiga mwingi, 30% tunapata tenda. Humo kuna mihela, asikuongopee mtu.
Ukirudi huku kushoto, unapiga kushoto 2% mkopo upo. Na mkuu wa wilaya akasema zipo. Mkurugenzi mkuu wa PPRA Dennis Simba amesema tangu kuanzishwa kwa mfumo wa Nesti, tenda zenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 15 zimetolewa kwa walemavu, vijana na wazee, huku dhamira ya mamlaka hiyo ikiwa ni kuhakikisha kuwa elimu ya manunuzi ya umma inawafikia watu wote bila ubaguzi. Tuliona mwamko ni mdogo wa makundi maalum pamoja na sheria kuweka hitaji la 30% kutengwa. Kwa hiyo tuko katika jitihada za kuhakikisha kwamba kwa kasi tunaongeza makundi haya ili sasa tunapokwenda kwenye taasisi nunuzi zikute tayari kuna makundi ambayo yameshafundishwa vizuri. Naye katibu tawala mkoa wa Dar es Salaam Dr. Toba Nguvila amewahimiza walemavu kujisajili rasmi na kuunda vikundi ili wanufaike na fursa hizo. Hivi viunganishi viwili hivi vitakusaidieni wewe kuweza kujua fursa mbalimbali ambazo kimsingi Mheshimiwa Rais amezitoa kwa ajili ya watu wenye ulemavu. Kwenye ile 10%, hivi ninavyozungumza ziko bilioni 17. Katika bilioni 17 ambazo tunakwenda kuzigawa kama mikopo, 2% ni zaidi ya bilioni 3.4. Maana yake tukienda kusimamia haki, tukawatendea haki ndugu zetu hawa, na kwa mafunzo haya ambao mmewapa, wataenda kuzikopa zote na watahitaji zaidi ya hizo fedha. Vifaa hivyo kwa watu wasioona ni pamoja na redio maalumu ikiwa na flashi zenye elimu pamoja na vitabu maalumu vya kuwawezesha kusoma ujumbe kuhusu fursa za zabuni za umma zilizotengwa kwa ajili ya makundi maalumu, wanawake, wazee, vijana na watu wenye ulemavu. Angela Matayo, Star TV, Dar es Salaam. Serikali imesisitiza kila Mtanzania kushiriki kikamilifu katika shughuli za uhifadhi wa mazingira ikiwemo upandaji wa miti na kupunguza matumizi kuni na mkaa ili kuepukana na tishio la kuyeyuka kwa theluji mlima Kilimanjaro pamoja na mabadiliko ya tabia nchi. Hapa ni katika lango la Marangu wilayani Moshi mkoani Kilimanjaro. Wadau mbalimbali wa mazingira wamekusanyika mahali hapa wakiwa na dhamira ya kushiriki kampeni ya upandaji wa miti kando kando ya hifadhi ya taifa ya Kilimanjaro. Mkuu wa wilaya ya Rombo Raymond Mwangwala akizungumza kwa niaba ya waziri wa maliasili na utalii amesisitiza swala la uhifadhi wa mazingira kwa kila mmoja. Hatoshi tu kupanda bilioni 1 kwa mkoa wa Kilimanjaro. Maana yake ni zoezi shirikishi linalotakiwa kwenda nchi nzima. Kukiwa kuna ukijani nchi nzima, uoto wa asili ukikaa vizuri, Kilimanjaro itakuwa ya kijani, lakini vile vile tutakuwa na uwezo mkubwa wa kutunza barafu iliyopo mlima Kilimanjaro. Unapokwenda kumlima Kilimanjaro bila kuiona barafu, hujauona mlima Kilimanjaro. Harakati hizi za upandaji wa miti zinazoratibiwa na taasisi ya Nesa Foundation kupitia kampeni ya Okoa Mlima Kilimanjaro zinalenga kupanda miti bilioni 1 ifikapo mwaka 2050. Kufikia mwaka 2050. Kwa nini tunafanya hivyo? Tunajua mlima Kilimanjaro ndio paa la Afrika, lakini ndio mlima mrefu kuliko yote Afrika, ni mlima wa kwanza ambao unasimama wenyewe duniani. Kwa hiyo tuna sababu nyingi sana ya kuulinda mlima Kilimanjaro. Baadhi ya washiriki wa kampeni hiyo nao hawakuwa nyuma kuhamasisha jamii kutunza mazingira ikiwemo kupanda miti. Umuhimu wa miti kwamba tukiotesha miti tunapata hali nzuri ya hewa. Pia kama mnavyoona nyinyi ni mashahidi, mnaona mvua inakuja. Kwa hiyo tunahamasisha watu wote, wananchi wote tutunze mazingira ili atutunze. Kuchangia kuokoa mlima Kilimanjaro, na tumeshiriki kwa kuchangia shilingi milioni 20 ambayo ni sawasawa na miti zaidi ya 10,000. Na sisi kama TPC ndio wadau wa mazingira, lakini pia ni wanufaika wakubwa wa mazingira ya mlima Kilimanjaro. Mlima Kilimanjaro umeendelea kutembelewa na maelfu ya watalii kila mwaka, na wengi wao wamekuwa wakitokea mataifa ya ughaibuni. Zefania Renatus, Star TV, Kilimanjaro.
Kamati ya siasa ya CCM mkoani Mara imeridhishwa na utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo inayotekelezwa wilayani Tarime mkoani humo, ikiwemo mradi mkubwa wa ujenzi wa barabara kwa kiwango cha lami yenye urefu wa kilomita 25 kutoka kijiji cha Bogabiri hadi Nyamongo. Taarifa yake Jumanne Ntono inafafanua zaidi. Akikagua miradi mbalimbali ya maendeleo inayotekelezwa wilayani Tarime mkoani Mara, mwenyekiti wa kamati ya siasa ya mkoa wa Mara ambaye ni mwenyekiti wa CCM mkoa huo Marwa Chandi ameridhishwa na utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa barabara hiyo. Nipende kusema kwamba nimeridhika na ujenzi wa hii barabara na nimshukuru sana mkandarasi kwa taarifa ambayo manager wa TANROADS ametupa kwamba amejitahidi sana mradi kwa asilimia karibu 50 kitu 57. Kwa kweli mkandarasi hongera sana kwa kazi nzuri, na hiyo changamoto ambayo manager ametuambia, mimi kwa vile naenda kwenye neki, basi nitaangalia namna gani naweza nikamwona waziri wa fedha. Akitoa taarifa ya utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa barabara, meneja wa wakala wa barabara mkoa wa Mara TANROADS mhandisi Vedastus Maribe amesema kwamba kwa sasa utekelezaji wa mradi huo umefikia 57%. Lakini pia kuna makarabati makubwa tunaita box karabati, anatakiwa kujengwa 8, mpaka sasa hivi ameshakamilisha makarabati 7 kati ya 8 na anaendelea na ujenzi. Kwa upande wa lami ameshakamilisha kilomita 10 kuanzia pale inapoanzia Mogabiri, ameshakwenda kilomita 10 zimekamilika na magari yanapita juu yake. Kwa hiyo kati ya kilomita 25 bado kilomita 15 ndizo hazijatekelezwa, anaendelea na kazi. Mpaka sasa hivi utekelezaji umefikia 57%. Utekelezaji wa kazi umefikia 57%. Pia Maribe amesema kwamba mpaka sasa mradi huo umetoa ajira kwa 95% kwa Watanzania. Kwa upande wa ajira, huu mradi umeweza kutoa ajira ambapo mpaka sasa hivi ajira 198 zimetolewa. Kati ya hizo ajira 188 sawa na 95% ni za wazawa. Kwa hiyo wazawa wamepata ajira 95%. Ujenzi wa barabara kwa kiwango cha lami inayotoka Tarime hadi wilayani Serengeti ina urefu wa kilomita 87 na itagharimu kiasi cha zaidi ya shilingi bilioni 34 za Kitanzania. Nikiripoti kutoka wilayani Tarime mkoani Mara, mimi ni Jumanne Ntono, Star TV. Na mhubiri ya kimataifa kutoka nchini Denmark, Dr. Egon Falk amepongeza serikali kwa kuimarisha ulinzi na usalama unaochangia nchi kuendelea kuwa na amani. Dr. Falk yuko katika mji wa Tunduma mkoani Songwe akiendesha mahubiri kwa wakazi wa mji huo. Akiongea katika ufunguzi wa mkutano wa mahubiri hayo uliofanyika katika kata ya Katete mjini Tunduma, mhubiri huyo wa kimataifa ameridhishwa na jinsi amani ilivyo Tanzania ukilinganisha na nchi zingine. Ukweli ni ukweli, na hatuna sababu kukwepa ukweli. Nchi ambayo inatoa ruksa kwa wananchi waabudu kama wanaopenda bila kuvunja sheria, hiyo taifa, hiyo nchi itaendelea. Nikaambiwa na rais wa Zanzibar miaka mingi iliyopita nikahubiri kule kwenye Ikulu, akaniambia hata Zanzibar kuna uhuru. Akasema ukitaka kuabudu jiwe, abudu tu. Dr. Falk amewataka Watanzania kuomba zaidi ili kuendelea kuwa na viongozi bora wa kuliongoza taifa. Wamechaguliwa kwa njia ya maombi yetu. Umpende usimpende, uwaombee. Na ukiwaombea utapata wale wazuri wa amani na ya haki ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Katika ufunguzi wa mkutano huo, Dr. Falk ametoa msaada wa vifaa mbalimbali kusaidia hospitali ya mji wa Tunduma. Mwakilishi wa hospitali hiyo Victoria Mwakatebe na diwani wa kata ya Katete Emmanuel Gunze wamepongeza kupata msaada huo. Hizi zawadi sio za kwetu sisi, ni za kwetu nyinyi, za kwenu nyinyi, kwa sababu kila kitu ambacho kiko hapa kipo kwa ajili ya kwenu ninyi. Amina. Mungu
ameamua aonekane kwenye kata hii. Hongera sana. Baba zangu waskofu na wachungaji, hongereni sana. Mungu awabariki. Ninaamini mkutano huu hautaenda bure. Dr. Folk pia amewaombea watu wenye shida mbalimbali. Zakaria Mtigandi, Star TV, Songwe. Na mtazamaji, kwa taarifa yake Zakaria Mtigandi, tunakwenda mapumziko mafupi. Tutakaporejea hapa tutakuwa ni wasaa wa jicho letu mkoani. Tafadhali endelea kubaki nasi. Mashindano makubwa kuvuka mipaka ya mabara yanayojenga historia ya kuleta pamoja vilabu vikubwa duniani. Ni vilabu 32 ndani ya siku 30, mchezo mmoja wenye ladha tofauti za kila bara. Nani kuleta taswira mpya ya soka ulimwenguni? Nani kutengeneza ufalme mpya wa soka la vilabu? Na nani kufunga ukurasa wa enzi zake za soka kihistoria? Ni kombe la dunia la vilabu ndani ya Star Times kuanzia Juni 15, 2025. Mimi nifikiria utaniambia habari ya biashara, habari ya mifugo. Huu unazungumza habari ya ujenzi. Kwa hiyo hii bati ndio utaezekea. Sasa wakati tulikuwa nao ulitaka niesheke nini maboshi? Fundi. Umeshindwa kumshauri huyu mzee? Pengine alikuwa na bana matumizi. Sikia Jangala, mabati yenye geji 32 hairuhusiwi kabisa kuwezekea nyumba za kuishi. Bati ambazo zinafaa kwa ujenzi ni geji 28 na geji 30. Geji 32 zimetengenezwa maalum kwa ajili ya kuwekea uzio kwenye mradi au ujenzi wa kujengea mabanda ya mifugo. Nimekuelewa. Tena hakikisha bati hizo zimekidhi viwango na kuwekewa alama ya ubora ya TBS. Kwa maelekezo zaidi piga namba zifuatazo: bure 0800110827, tovuti www.tbs.go.tz. Nimefanikiwa kupata kazi kwa muda baada ya kutumia platform ya Nafasi. At first nilidhani ningeweza kuona listi za kazi na kuweza kuapply mwenyewe kwenye app, lakini nikaelewa kuwa app yenyewe ina apply kwa niaba yangu. Nikaweza kupata taarifa za interview na kujua nimechaguliwa kufanya interview zipi kwenye app. Kupitia Room Your God, irahisisha zoezi zima kuwa rahisi tofauti na mwanzo. Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kubaki nasi. Karibu, huu ni wasaa jicho letu mkoani, na leo hii tunaelekea huko mkoani Mara. Polisi wilayani Serengeti mkoani Mara kwa kushirikiana na maafisa ustawi wa jamii wilayani humo wamewakumbusha watoto umuhimu wa kutoa taarifa kwa wakati wanapohisi au kushuhudia viashiria vya ukatili vinavyofanywa na wazazi au jamii zao. Kutoka Serengeti, Suspita Mabirika ana undani wa habari hii. Wito umetolewa na Sijali Nyambucha, afisa dawati la jinsia na watoto polisi Mgumu, pamoja na Joseph Alubogasti, afisa ustawi wa jamii, katika kongamano la watoto wa Sunday School kutoka makanisa ya CCT wilaya Serengeti kwenye maadhimisho ya CCT Day, wakati ambapo jamii inakabiliwa na ongezeko la visa vya ukatili wa kijinsia, huku watoto wakitajwa kukumbwa na janga hilo. Nimeweza kuwakumbusha watoto kuchukua tahadhari wakati wote wanapokuwa njiani au wanapokuwa nyumbani au wanapokuwa shuleni dhidi ya vitendo vya ukatili wa kijinsia. Lakini pia katika mkoa wetu wa Mara kunafanyika vitendo vya ukeketaji. Hivyo basi wanapokuwa likizo nyumbani waweze kuchukua tahadhari dhidi ya vitendo vya ukeketaji, lakini pia wanapoona kuna dalili au viashiria vyovyote vya wazazi kuandaa mazingira ya kuwafanyia ukeketaji watoto wa kike, basi waweze kutoa taarifa katika ofisi yetu ya dawati la jinsia na watoto. Tukio ya kikatili yamekuwa yakiendelea kushamiri katika jamii, na hivyo tunatoa rai kwa kila mmoja wetu kuweza kusimama katika nafasi yake, kama familia, kama taasisi, kama serikali, kila mmoja akisimama katika nafasi yake kuhakikisha kwamba haya matukio ya kikatili tunayatokomeza katika jamii yetu. Mwenyekiti wa CCT wilaya Serengeti Mchungaji Joshua Kaema anatoa rai kwa jamii kupinga vitendo vya ukatili dhidi ya watoto na kuacha matendo maovu.
ili watoto waishi katika maisha yaliyo salama, lazima vitu hivi vipingwe na visiwepo ndani ya mioyo ya watu. Alafu hivyo vitu vya ukatili vinafundishwa kuanza akiwa mtoto mdogo, vinakaa moyoni mwake, na yeye akiendelea kukua ataenda kuwa analipiliza au analeta malipizo juu ya kile ambacho alikuwa anafanyiwa. Kwa upande wao, baadhi ya watoto wanatoa kongole kwa jeshi la polisi linavyowasaidia kupinga ukatili wa kijinsia. Faida za kutoa taarifa katika dawati la jinsia ni kujilinda wewe mwenyewe ili kukuepusha na madhara. Polisi inatusaidia ili kuelimisha watu ambao hawajui. Kutoka Serengeti Hospital Mabirika, Star TV. Mtazamaji, tenda mapumziko mafupi, habari za biashara na uchumi zitafuata. Ufalme wetu haukaukiwi. Hapa show mbili mpya, huku tamthilia endelevu. Hapa vicheko na kule madrama kama yote ndani ya Maisha Magic Bongo. Dada, umekanyaga waya. Kulipia piga *150 *53 reli. Wafalme wa loko, usikanyage waya. Karibu sana mtazamaji katika habari za biashara na uchumi. Tuanzie huko Tabora ambako imeelezwa kuwa ili masoko ya pamba yaanze vizuri wilayani Igunga, makampuni ya ununuzi ya pamba yanapaswa kuhakikisha yanalipa madeni wanayodaiwa na vyama vya msingi vya ushirika pamoja na halmashauri. Robert Kakwese na taarifa hii. Zao la pamba ambalo ni zao kuu la kiuchumi la Igunga na ambalo uzalishaji wake unaendelea kukua kwani umefikia kilo milioni 26 msimu uliopita. Uongozi wa wilaya ya Igunga unataka wakati masoko yanaanza msimu huu ni vizuri makampuni yakalipa madeni yake kwa wadau wake. Yale makampuni ambayo yanadaiwa na AMCOS kuweza kulipa, na makampuni yanayodaiwa na chama kikuu cha ushirika kuweza kulipa madeni yao, kampuni ambayo inadaiwa na halmashauri iweze kulipa ili kuwezesha tuanze upya msimu tukiwa vizuri. Uzalishaji wa zao la pamba umeendelea kuongezeka na kufikia kiasi cha kilo milioni 26 katika msimu uliopita. Na hii imewezekana kwa sababu ya jitihada ambazo nimesema hapo nyuma ambazo serikali imefanya, lakini pia jitihada ambazo wakulima wamefanya, lakini na jitihada ambazo nyinyi kama viongozi wa wakulima ambao ni wa AMCOS au wa ushirika mmefanya. Tuweze kushirikiana. Bila ya kushirikiana hatutaweza kufikia malengo. Kuweza kufaulu na kufika lazima tushirikiane. Na katika kushirikiana lazima tukubali kubadilika. Kwa hiyo tuangalie mambo ya kimsingi. Na haya mambo madogo madogo yataenda kutatuliwa. Mimi niwashukuruni sana. Mwenyekiti wa chama kikuu cha ushirika cha Igembe Nsabo Joseph Ngeria anaeleza chama chake kuwanufaisha wakulima. Na kilogramu milioni 25 na kwa ushuru ambao tumepewa kulingana na waraka wa majisi tunatarajia kukusanya zaidi ya shilingi milioni 200 ambazo sasa chama kikuu kinaenda kusaidia kutengeneza miradi mbalimbali. Katika mipango yetu ya mwaka huu tunatarajia kununua mashine kubwa ya
kukoboa mpunga na kugrade, ambayo lengo kubwa ni kwamba tunataka tuuze mchele ndani ya nchi na nje ya nchi, na tayari mpango tumeshaifanya. Tunataka tuuze mchele ambao utajulikana kwa jina la Gembesabo Super Rice. Wadau wa zao hilo wanaelezea kuelekea masoko kuanza. Sisi wenyewe tumejipanga na tuko tayari kuanzia pale kipenge itakapopigwa, ila tu baada ya mwongozo na waraka kukaa vizuri. Sisi kama viongozi wa AMCOS tutafanya vizuri kununua pamba ambayo kutoka kwa mkulima, pamba iliyo bora. Wilaya ya Igunga ndio inaongoza kwa uzalishaji wa zao la pamba mkoani Tabora na kitaifa ikishika nafasi 3 za juu. Robert Kakwesi, Star TV, Tabora. Namna vijana wamekumbushwa kuzitumia fursa zinazotolewa na taasisi za kifedha kuwekeza kwenye miradi endelevu ili kuepuka kupata hasara hapo baadaye. Nimefurahia hii kauli mbiu maisha ni hesabu, kwa sababu ni kauli mbiu nyepesi na ambayo kila Mtanzania anaweza kuielewa. Mkuu wa mkoa wa Mwanza, Mheshimiwa Said Mtanda, amekuwa mgeni rasmi kwenye hafla iliyowakutanisha wafanyakazi na wateja wa benki ya NCBA jijini humo. Ukikosea kupiga hesabu umekwisha. Ndio maana tuna msemo unaosema fainali wapi? Uzeeni. Maana yake kama hujapiga hesabu zako vizuri kwenye maisha, hususan ukiwa na umri ule ambao unaweza kufanya kazi, kuwekeza na kuangalia malengo ya baadaye, usipopiga hesabu vizuri, wazungu wanasema you are done. Kwa hiyo benki mnatukumbusha kwamba maisha ni nini? Ni hesabu. Kaimu mkurugenzi mtendaji wa NCBA Alex Mzirai ametumia hafla hii kufafanua falsafa ya maisha ni hesabu, pamoja na kuwakumbusha wadau wa benki hiyo kutoka kanda ya Ziwa kuchangamkia fursa zinazotolewa na benki hiyo. NCBA watu tunasema maisha ni hesabu. Na hesabu hizi sio hesabu tu za moja kujumlisha moja. Hesabu hizi ni hesabu zinazohadithia maendeleo, ni hesabu zinazohadithia ndoto zilizotimia. Solomon alisema hapa, go for it. Ukiwa na ndoto yako, you want to go for it, unataka go for it, kumbuka NCBA. Tuko kukusaidia kutimiza ndoto zako. NCBA iliunganishwa na benki mbili, yani NIC na CBA mwaka 2020 na kuwa benki moja ambayo kwa sasa inajinasibu na falsafa ya maisha ni hesabu, huduma za asset finance pamoja na programu ya NCBA nao ambayo inarahisisha miamala ya kifedha kidijitali. Tunajisikia vizuri kuhudumiwa nanyi, lakini pia tuna shukrani nyingi kwa ajili ya ukalimu, namna ambavyo mnasikiliza wateja, lakini namna ambavyo mnaweza kutatua kero au changamoto chache zinazoweza kutokea kati ya mteja lakini na huduma yenu ya NCBA benki. Tuna imani ya kufanya mambo makubwa zaidi pamoja katika miezi na miaka ijayo. NCBA go for it. Dennis Mwasalanga, Star TV, Mwanza. Na mtazamaji, tende mapumziko mafupi, tukirejea hapa tutakuwa tukidunda na kutereza katika viwanja mbalimbali vya michezo na burudani, huku fainali ni Zanzibar. Tende mapumziko. Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kuwa shabiki wetu nambari 1. Hizi ni habari za michezo na burudani. Wadau wa michezo wilayani Kwimba mkoani Mwanza wameiomba serikali kuboresha miundombinu ya viwanja vya michezo ili kutoa fursa kwa waandaaji wa mashindano mbalimbali kuibua na kuendeleza vipaji vya wanamichezo walioko pembezoni. Taarifa zaidi na Wilson Elisha. Mashabiki waliofurika kwenye uwanja wa shule ya msingi Kadashi ulioko kata ya Maligisu wilayani Kwimba mkoani Mwanza wakishuhudia mchezo fainali katika mashindano ya Samia 10 2025 baina ya timu ya Mwenge Football Club na Kadashi Football Club. Tunaiomba serikali ituwezeshe miundombinu ya viwanja kama vile Mama Samia anavyopenda michezo.
ili vijana hawa waweze kuendelea, tuwaone katika timu ya Simba, Yanga, Azamu. Ningeomba serikali inaongozwa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan iweke jicho kwenye viwanja na miundombinu, kwa sababu mpira wa miguu hapa nchini Tanzania unaonekana kuwa na wapenzi na wafuatiliaji wengi. Mambo haya yaendelezwe, maana yanaibua vipaji. Sisi tunashukuru, tunafurahia tunapoona vijana wetu wanapambana kwenye michezo. Tibu mashindano hayo Darius Bujaga na mmoja wa wadau wa mchezo Moses Bujaga wamesema wamepata mafanikio kuviona vipaji vya mchezo katika fainali hiyo. Vipaji Sumve vipo vya kutosha, ili na kuhakikishia, na nimeviona mimi mwenyewe kwa macho yangu, na kuna wadau wangu walikuwepo mahali hapa wamepata watu. Usije ukashangaa tunabeba watu kadhaa. Kuna vijana kama 4, sitoshangaa ukija kuwakuta hapa wanacheza championship. Wilaya wakiongozwa na OCD ambaye amewakilishwa leo hapa kwa kuhakikisha kwamba mashindano haya ama fainali hii inafanyika kwa ubora wa kiwango cha juu sana. Akihitimisha mashindano hayo kwa niaba ya mkuu wa polisi wilaya ya Kwimba, mratibu wa polisi jamii Isa Katau amesema michezo ni fursa, vijana wanapaswa kushiriki. Kwa hiyo nimpongeze mshindi wa mchezo huu wa mashindano haya ya Samia Cup kama ilivyoandaliwa na waandalizi wetu na kusapotiwa na Leti Sports. Kwa hiyo niwapongeze sana. Bingwa wa mashindano hayo timu ya Mwenge Football Club ya kata ya Mantare ilikabidhiwa kombe na fedha taslimu shilingi milioni 1 kati ya timu 120 zilizoshiriki katika jimbo la Sumve wilayani Kwimba. Wilson Elisha, Star TV, Mwanza. Na mtazamaji, tuelekee huko Zanzibar ambako kocha msaidizi wa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars Jamhuri Kiwelo amesema ubora wa wachezaji wa timu ya RS Berkane umeisaidia timu hiyo kutoa ubingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika, idadi ya jumla mabao 3-1 baada ya kutoka sare ya bao 1-1 kwenye uwanja wa Amani New Complex huko Zanzibar. Hapo tulikuwa tunahitaji kupata ushindi, lakini lazima tukubali tumecheza na watu ambao wana high quality. Wachezaji wa Berkane tutake tusitake, uwezo wao uko juu, huwezi kukompea na wakwetu kwa sababu mbili kubwa. Kwanza wako well organized moja, lakini kitu cha pili ni watu ambao wanacheza kikubwa, wanajua kitu gani wanakitafuta. Wachezaji wetu wamejitahidi kucheza kikubwa, lakini baadaye tulipokuja kutolewa mtu mmoja tukawa disorganized na mwisho wa siku tukaweza kupoteza goli. Kwa upande wake kocha wa klabu ya Simba Fatu David amewapongeza wachezaji wake kwa kucheza kwa kujituma licha kuwa pungufu. Sustainable success. Can we keep being there? Can we keep challenging in finals of Champions League next season, of CAF Confederations Cup, whichever tournament we in? Can we challenge right up until up? And this we have been looking for this for many years. Luckily we had the best team for this tournament at the beginning, and we worked at our home park. Lakini mara baada ya kupoteza fainali hiyo, mashabiki wa Simba wakawa na haya kuzungumza. Mimi nimelipokea kwa huzuni kwa sababu najua sitapoteza peke yangu, tumepoteza Watanzania wengi. Kwa hiyo pia nawaambia wenzangu tusivunjike moyo kwa sababu pia hatujapoteza vile vyote. Kwa hiyo kama tumepoteza hili basi kuna mengine zaidi mazuri yanakuja. Leo ni wasiwasi tuliotengenezewa. Wasiwasi tuliotengenezewa kutolewa ndani ya Benjamin Mkapa mpaka kuletwa hapa. Kiwango hakijapungua, lakini katika kuongea ukweli ule, katika kucheza nyumbani kwetu kuna perform kwa kufunga goli moja vile, lakini shukrani kwa kushinda vile kwa wa pili si vibaya. Kwa upande wao mashabiki wa klabu ya soka ya Yanga wameelezea furaha yao baada ya mtani kupoteza kombe katika uwanja New Amani Complex. Na tulisema kwamba hili atadai hakika, na tulisema ndio ilivyokuwa. Tunafurahi moyoni leo na Yanga. Nashukuru Mungu kwa sababu sikutaka yani Simba ifunge kabisa. Mimi mshabiki wa Yanga, yani kindaki. Wao walikuwa wanatia mdomo sana. Walikuwa hawajui kwamba sisi tupo kwa ajili ya hii nchi.
Kupoteza huko fainali kwa klabu ya Simba sasa anarejea kwenye michezo ya ligi kuu ya NBC ambapo atacheza mchezo wake wa kiporo dhidi ya Singida Black Stars, mchezo ambao utapigwa kwenye uwanja wa KMC Complex jijini Dar es Salaam Mei 28 mwaka huu. Historia inaeleza Simba katika michuano ya CAF mwaka 1993 katika uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam ukifahamika kama uwanja wa Taifa. Miaka hiyo ya nyuma aliweza kupoteza kombe la CAF chini ya rais hayati Ali Hassan Mwinyi, lakini hii leo vile vile tena hayo yamejirudia mwaka 93 ambapo wamepoteza kombe katika uwanja nyumbani mbele ya rais Dr. Hussein Ali Mwinyi. Kutoka katika uwanja huu wa New Amani Complex mjini Zanzibar, Mbwana Shomari, Star TV. Tukiachana na taarifa hiyo mtazamaji, tusonge mbele. Uongozi wa chama cha riadha mkoa wa Arusha umetoa wito kwa waandaji mbio mbalimbali mkoani hapa kushirikisha viongozi na wataalamu wa riadha wakiwemo makocha waliothibitishwa kitaifa na kimataifa pindi watakapoandaa mashindano, hali itakayosaidia kupata vipaji vipya vitakazokidhi vigezo vya mchezo huo. Ni ndani ya mbio za Fistula Marathon mkoani Arusha zikilenga kutoa elimu kwa jamii juu ya ugonjwa huo, ambapo mwenyekiti wa chama cha riadha mkoani hapo Gerard Babu anatumia nafasi hiyo kuwataka waandaaji wa mbio mbalimbali kushirikisha wataalamu wa riadha ili kujiridhisha katika maandalizi yatakayosaidia kupata vipaji vipya. Sasa hivi shirikisho la riadha Tanzania na shirikisho la riadha la dunia hawaruhusiwi mtu yoyote kuendesha kitu inaitwa marathon au kukimbiza mbio barabarani bila wataalamu waliokubalika au waliokuwa certified kupima njia. Kwa hiyo njia zote unaona zinavyokimbiliwa, wengine wanakimbia kujifurahisha, lakini kwetu sisi kama riadha ni moja njia ya kufanyia mazoezi kwa ajili ya kuvunja rekodi na kufikia malengo ya kimataifa. Nao baadhi ya waandaaji wa mbio hizo wanabainisha namna mchezo wa riadha ulivyo muhimu katika kufikisha ujumbe ili kuwasaidia na kutowanyanyapaa wagonjwa wa fistula. Wanaogopa kujitokeza ili kupata matibabu. Kwa hiyo tumeamua kuanzisha hii mbio na huu ni msimu wa 4. Na toka tumeanzisha tunaona kwamba inaleta matokeo chanya. Taarifa zinafika sehemu mbalimbali na tunaendelea kuona wagonjwa wanakuja kutoka sehemu mbalimbali ikiwepo mpaka nchi za nje kama Rwanda. Baadhi ya washiriki akiwemo mkurugenzi wa halmashauri ya Arusha Suleiman Msumi anaona mbio hizi kama sehemu ya kufuta mtazamo hasi katika jamii kwa wanaokabiliwa na ugonjwa huo na kuongeza elimu ya wagonjwa kujitokeza kupatiwa matibabu. Marathon hii tunaweza kutoa elimu na kutangaza kwamba fistula sio tatizo kama ilivyofikiriwa. Kwa kufanya mazoezi kwa hamasa niliyoona leo hii kuanzia mbio za kilomita 21, kilomita 10 na kilomita 5, watu wengi wana utayari. Tunatamani na sisi kuungana nao kuwaeleza watu wa jiji la Arusha kwamba sasa tuna matumaini na pia tuna matibabu ya hiyo. Kwa hiyo tusijifiche. Huu ni msimu wa 4 wa mbio hizi za Fistula Marathon zinazoandaliwa na hospitali ya Kivulini Maternity Africa zikilenga kujenga uelewa juu ya ugonjwa wa fistula unaotokana na uzazi pingamizi kwa wanawake. Beatrice Gerard, Star TV, Arusha. Na wakala wa huduma za misitu nchini TFS imejipanga kutumia matamasha ya michezo mbalimbali kama njia ya kuhamasisha utunzaji wa mazingira kwa kutoa elimu pamoja na kutangaza utalii wa vivutio vilivyoko katika hifadhi zake. Taarifa kamili na Dana Rose Charles. Tamasha la michezo lijulikanalo kama West Kilitua Challenge ni miongoni mwa matamasha yanayoratibiwa na wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS, ambapo wana michezo na wanaohudhuria tamasha mbali na kushiriki michezo iliyoandaliwa pia kujionea umuhimu wa uhifadhi. Watu wengi wanafika eneo hili wanashuhudia kwa macho kuona uhifadhi mzuri ambao unafanyika. Kwa hivyo ni elimu kama ya vitendo kabisa wanaipata. Lakini pia tunakumbuka zile siku ya tukio huwa tunapanda miti, na kwa sasa TFS inakusanya mapato kupitia vyanzo mbalimbali ambavyo miongoni mwavyo ndivyo huu utalii wa mazingira, na hili ni moja la eneo letu potential sana, eneo strategic kwa ajili ya kukusanya mapato ya utalii. Michezo kama vile mbio fupi za kilomita 5, uendeshaji wa baiskeli vinatajwa kuwepo katika tamasha la West Kilitua Challenge. Na shughuli zinazotarajiwa kufanyika kwenye wakati huo ni shughuli za matembezi, riadha,
pamoja na utalii. Washiriki wataweza kuchagua matembezi au mbio katika umbali tofauti wa kilomita 21.1, kilomita 10.2 na kilomita 5, wakifurahia mandhari nzuri ya msitu wa West Kilimanjaro. Lakini pia kutakuwa na michezo na maonyesho. Kutakuwa na mbio za baiskeli, motocross, maonyesho ya mavazi ya asili na sanaa za mazingira. Pia kutakuwa na michezo kwa ajili ya watoto. Nao washiriki pamoja na wadhamini wa tamasha hilo wanasema wamejipanga kuutangaza utalii kwa njia ya michezo. Sisi kama Pedal TZ tumejiandaa kumuunga rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, rais wetu mama yetu Samia Suluhu Hassan, katika kuendeleza au kutangaza utalii wa ndani. Sasa leo tuko wilayani Siha kwa ajili ya jambo moja tu, la kuhakikisha kwamba mipango na mikakati yote iliyowekwa kwa ajili ya kupromote au kuhakikisha kwamba utalii na mazingira ya bonde hili au mteremko huu wa mlima wa Kilimanjaro upande wa West basi unafanikiwa. West Kili Tour Challenge inatarajia kufanyika Juni 21 na 22 katikati ya hifadhi ya shamba la miti West Kilimanjaro lililopo wilaya ya Siha, ikiwa ni msimu wa 5. Diana Rose Charles, Star TV, Kilimanjaro. Mtazamaji, na hivi ndivyo ninavyohitimisha taarifa ya habari kutoka hapa Star TV. Kwa niaba ya chumba cha habari, jina langu ni Abdullah Uthman. Kwaheri, ulale unono. Pamoja tunasonga mbele kuelekea kesho iliyo bora zaidi. Kamwe hatuachi kuwa wabunifu na kuendelea kujijenga. Sisi ndio